ya kwamba kuna nguvu zingine ambazo sio nguvu ambazo zinaweza linganishwa na nguvu za wanadamu. Amen. Kuna utukufu ambao uko juu sana. Kuna utawala ambao uko juu sana, ambao hauwezi linganishwa na utawala wa hapa duniani. Tunajua ndani ya Mungu wetu tunayemwamini kuna mambo makuu sana, mengi yamejificha ndani yake, na ili iweze kufichuliwa kwetu, ndio maana sisi huomba, ndio maana sisi huingia nyumbani mwake mara kwa mara, kwa sababu kuna kitu tunataka kupata ufunuo, kuna kitu tunataka atufichulie. Kila kitu ambacho kimefunikwa na hicho kitu ni chetu, baraka zile zimeshikwa, yeye anaweza kutufungulia katika jina la Yesu. Na kwa hivyo ndio maana tunasema ya kwamba tulifurahi sana waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Kwa nini hatukufurahi wakati ule walituambia twende kwa sherehe ya harusi, ama twende tukatembelee ndugu wa madada fulani, ama twende tukakunywe kahawa pale Two Rivers? Hatukufurahi kama vile tulifurahia kusikia ya kwamba twende katika nyumba ya Bwana, kwa sababu nyumba ya Bwana inaitwa yake kwa sababu yeye ndiye anatawala hapo. Hakuna nguvu zingine huko, ni zake pekee. Na ndio maana tuko hapa jioni ya leo, tuko kwenye nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu unasikiama uko na amani nyingi. Haleluya! Kuna kutarajia kwingi, kuna kutegemea huyu Mungu, kwa sababu mahali hapo pametengwa, pakaitwa madhabahu ya Mungu. Hapo yeye Mungu hushuka, hapo yeye Mungu hutunenea, hapo yeye Mungu hutukumbusha mambo mingi sana. Haleluya! Kwa hivyo wale watu ambao wako na kiu, blessed are those who are thirsty. Haleluya! Wanasikia wako na kiu cha kujua mapenzi ya Bwana, wanasikia wako na kiu cha kujua kusudi la Bwana. Each and every day, why does our God renew his mercies in our life? Ni kwa sababu kila siku ako na kusudi ya hiyo siku, ako na plan. He has a plan for each and every day. Na ukiona kwamba amefanya rehema zake mpya asubuhi, akakupatia hiyo siku, ako na sababu. Na mimi husema hivi, the day is not yet gone mpaka ifike saa 6 ya usiku, si ndio? Hata giza ikiingia, unajua ya kwamba bado ninatarajia huyo Mungu. He who has just made this day, and he said I should be glad and rejoice in it. Ni kumaanisha ya kwamba kila siku be glad because of the Lord, kwa sababu ikifika saa 6 ya usiku, tena another day comes which he has made for us to rejoice and to be glad in it. Hakuna ile siku inakucha neno la Bwana ati linatuambia hii siku sio Mungu ametengeneza, hii siku ni ya masumbuko ama ni ya shida. Hapana, each and every day it is the Lord who has made, na amefanya ili tuweze kusherehekea, kufurahia ndani yake. Hallelujah. So there's no giving up. There's no giving up in the kingdom of God. Hallelujah. Amen. Because God is our Lord above all powers, kingdoms and thrones. Na kila siku kuna zile roho ambazo tunapigana nazo, kwa sababu usifikiria to the day the Lord has made. Ujue naye shetani anataka kuleta confusion, anataka kuleta masumbuko, anataka kuleta uchungu, anataka kuleta delay, anataka kuleta retrogression, anataka kuleta wizi wa hatima. Kuna wakati unaona ni kama havia baada ya unasikia ni kama iko wasted. Sasa ushakuwa na siku unajiuliza, leo ni nini nimefanya? Siku imeisha, nimefanya nini? Who brought the confusion? It is the devil. So that
a plan, destroys the deal. Kuna mtu ambaye anaweza hata enda huko Gikomba, anachukua mzigo mapema saa 10 ya usiku na anajua leo hii mzigo nitauza. But when the spirit of the Western comes, anashindwa hiyo mzigo imeenda aje. Sio vile alikuwa amepanga. And that is why watu wa Mungu lazima kila wakati tunatafuta Mungu sana, kwa sababu ninaamini when the presence of God is with us, walking with us, the spirit of Western will not find way in our lives. Amen. So I want to talk briefly. Na kuna kitu nataka tuzungumze jioni ya leo. Na hili neno nilikuwa nashindwa kwa nini Mungu amenipatia hili neno. Lakini nilipokuwa naendelea kutafakari nikaona ni kwa sababu saa hii tumetoka kwa revival. We had a powerful meeting. Na tukasikia tumebarikiwa. Na tukasikia mioyo yetu imeinuka kiwango. Wale waliokuwa chini wakasikia kwamba no, there is a better tomorrow. Wale walikuwa nasikia ni kama wako at their end, wakasikia there's a new beginning. So nikaona ni kama vile mataa yetu imefanya nini? Imejazwa mafuta tena. Haleluya. Mataa yetu imejaa. Mataa yetu imejaa. Na ikiwa imejaa, ujue ya kwamba kuna wakati usipoangalia sana, kuna mtu labda hukuja revivals, akisikia kuna revival anaenda. Revival ikiisha harudi tena kwa nyumba ya Mungu, hata kwa fellowship, ama tena kusoma neno ama kuomba, ili kila siku aendelee kujaza ndani yake mafuta hiyo, ili taa yake isizimike. Kwa sababu having a powerful revival meeting is good. Maintaining that spirit in our lives is what is needed now. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kumaintain it. Kuna watu walisikia this is the time God is going to do this for me. Na hata ikiwa walisikia Mungu anataka atatenda, sio sasa uondoke uende shughuli nyingi. Atuanze sasa, you are not even praying, you are not seeking God, you are not going to the house of God, you are not even testifying about Jesus. Reason atetodo ni weguire kainya kwa ile modu manene reta mweka ndegweka akikoroni wotigitheria. Haleluya. Amen. Kuna kuendelea kushikilia hiyo imani na kuhakikisha ya kwamba taa yetu iko na mafuta. Why? Because you don't know the day the Lord is coming to fulfill what He said He's going to do. Nobody knows the hour. Nobody knows the minute. Hotile moto mwenyewe. Rile kuka bine wanyumba yake. Kukero nyokuna dhimonekai. Kainia kwele yake ha. Kainia kwele ya medico. Kainia kwele yake naki. Kanokero. Rimu kainia wako hewira. Tokana diyo wako ma. Haleluya. Usiende kulala. Ujue ya kwamba sasa lazima ukae ukiwa umejazwa na Roho wa Bwana na mafuta ya Mungu, ili taa yako isizimike. Haleluya. Kwa sababu hujui Mungu anakuja kutenda nini. Because every prophecy has an appointed time. Kila unabii uko na wakati wake wa kutimia. Na sasa hata ikiwa prophesy, hata ikiwa ulitabiriwa, lazima ujue sio sasa niondoke nikalale. Lazima ni make sure my heart is alert, my mind is alert. Haleluya. Na ninangojea Bwana nikiwa nimejazwa na mafuta ya Roho isipungue katika jina la Yesu. Huo moto ambao umewakishwa hapa usizimike. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio unaona kama siku ya leo kuna mtu kuja fellowship, lakini leo nasikia nimejazwa. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na let me tell you, that is a danger. That is a danger. And most people are in that danger. Because they don't know, once you are filled
lazima make sure your cup remains filled, full. Bwana asifiwe. Amen. In the mighty name of Jesus. Nataka kusoma Matthew 25 from verse 1. It is the parable of the 10 virgins. Na inasema hivi, at that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. Hallelujah. Amen. Most of the time when we are talking about the parable of the 10 virgins, tunaishikanisha sasa sana na kurudi kwa Yesu. Na ujue Yesu hutembelea mtu. Wacha hii kurudi kwake kunyakua kanisa. Kila siku Yesu anatembea. Hallelujah. Kila siku the Lord is passing by. Bwana asifiwe. Looking for those who are waiting on him. Looking for those who are going to welcome him. How many times Yesu ametembea akapita? Bwana asifiwe. Amen. Labda amezoea. Awasisa ukiabudu. Lakini wakati mmoja unasikia sitaabudu tena, sasa nimechoka, ama wacha tumetulie. Wakati umetulia ndio anakuja kusikiza sifa kutoka kwako, anakuta umenyamaza. Na ujue hakuna mahali mfalme anatembea anaacha hiyo place the same again. Amen. Mfalme akitembea, na tunaongea juu ya mfalme wa wafalme, akitembea mahali, things will have to change automatically. Just his presence, uwepo wake tu ukishuka, kuna mambo hubadilika kwenye maisha. Na sasa hapa tunaona that the 10 virgins, they were waiting for the bridegroom. Na walikuwa na mataa imejaa nini? Walikuwa na mafuta. Bwana asifiwe. 5 of them walikuwa wajinga. Bwana asifiwe. Inasema 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. Wale wajinga hawakujali kama mataa iko na mafuta. Hapana. Walikaa tu hivyo. Kwa nini? Waliona tu amekaa sana bila kuja. Hakuna haja ya kufanya nini? To waste the oil. Kuna wakati mtu husema sitapika chakula kwa sababu wale wageni wamesema wanakuja. Wanaweza kuja ama wakose. Ole wako wakiingia tu kafa. Bwana asifiwe. Amen. Utachanganyikiwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini lazima ukae tayari kila wakati. Ukisikia ya kwamba, for example, hata ukisikia mgeni anakuja leo kwako, hata ikiwa hupiki, kuna kule kufanya usafi. Huwezi sema nitafagia saa ile amekuja kwa sababu yeye usema anakuja leo, acha tukae tu hivi. Ni kama hata kuja. Akikuja ghafla, wewe utakuwa na aibu. Sasa hawa the wise walichukua mataa yao na wakabeba jars of oil. Haleluya. Hawa wengine hawakujali kama itazimika. Hawakubeba nini? Mafuta. Bwana asifiwe. Amen. Naye bridegroom, bwana harusi, akakaa sana bila kukuja. Na kwa hivyo wote wakafanya nini? Wakashikwa na kuchoka, kama vile sisi huchoka kungojea Mungu. Let me tell you, after the revival, kuna mtu ataendelea kungojea. Bado wanasikia ile sauti, utainuliwa na Bwana, atakupanua, atakumbuka jamii yako. Lakini juu ya kungojea sana, kama mwanadamu unasikia umechoka, si ndio? Ukingojea kitu sana unasikia nimechoka. But it is not so with the spiritual needs. Vitu mambo ya kiroho, na unajua kiroho ndio inatawala hapa physical. Haleluya. So ukilala kiroho, physically kuna kitu kitaenda wrong. So vile
asifiwe. Wote walikuwa wamelala, lakini wakati ule bridegroom alisikika anakuja. Wale walikuwa na mafuta spare kwa kuweka mataa, taa yao haikuzima, waliongeza tu mafuta na wakaweza kumlaki. Hawa chini waliacha wakisema, "Simu tupatie mafuta, simu tupatie mafuta." Wakasema, "Hapana, ile tuko nayo inanitosha sisi." Let me tell you, in the life we are living, in this spiritual journey, there are times I'm not supposed to give you my oil. More than your own soul. Kuna watu husema sitaomba, sitafunga, sitatafuta Mungu. Nikipata na jambo, nitakimbia kanisani waniombee. There are times you will not pray for him. Kuna wakati hutaombewa. Kuna wakati inahitajika mafuta ulio nayo uiwakishe moto. Haleluya. Amen. Hiyo mafuta iweke taa yako ikiwaka. Bwana asifiwe. And I know nowadays watu wengi wako na hiyo ugonjwa. Ni ile ugonjwa. Most people are not seeking God as they used to. Most people are not seeking God with the whole of their heart as they used to. Why? Because they know, even if I sleep, I will not to be prayed for by a sister or a brother or a pastor. Hallelujah. But let me tell you, there are times you will not be prayed for. Bwana asifiwe. Kuna wakati hakuna neema ya kuombea watu. Unasikia wewe ni wewe unajitafutia neema yako uweze kusimama, taa yako isizimike, because we are all in a battlefield. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Na kwa hiyo watu wasilale, kwa sababu who knows the hour when the Lord will come knocking at your door, akitaka ufungulie, akute umelala, hakuna mafuta, nyumba imejaa giza. Haleluya. Na ninaongea juu ya giza ya kiroho. Usianze kusema hapana, kwangu stima mimi nawekaga toke kila wakati haiwezi zima. I'm not talking about that light. But let me tell you, kwa sababu neno la Bwana linasema at midnight. Wakati ule wa midnight kuna giza, si ndio? What is needed at midnight? Light. Bwana asifiwe. Wakati ule giza ya maisha inaweza ingia kwenye maisha yako. Do you have your lamp burning ya kwamba utaweza kupigana na hiyo giza iondoke juu? Ukiwakisha taa, what happens? Giza inaondoka automatic. Lakini ukilala saa 6 ya usiku kuna giza, utake kuamka, Bwana asifiwe, hautaona njia. Giza hupigwa na nini? Na nuru. Haleluya. Amen. Mataa yetu iendelee kuwaka. Najua watu wengi wanasikia they are so powerful, they can fight every battle now. Hallelujah. We have been blessed by the servant of God. We had a powerful 5-day revival meeting. Usijidanganye. Kuna wakati unarudi kwako, unaanza kujiuliza, naona mafuta ya kiroho kama sasa inaanza kushuka. So unafanya nini? Unaanza kutafuta Mungu na bidii irudi mahali inatakikana iwe. Because at the height, ama wakati ule prophecy hukuja, nia yetu huwa imeandalika sana. Na yetu imeandalika hata sasa. Amen. We are praying, we are seeking God. Some people were fasting. And that is why the ground was good for the Lord to speak to us. Na tukaenda. Sasa najiuliza, kunaweza kuwa kuna watu wamelala na hawana mafuta spare, na bridegroom ako karibu kukuja, wakiamka wakute ya kwamba amepita kwangu. Kabla niombe nipe mafuta, kabla nifanye hivi shughuli nyingi, amepita. Sisi huimba ile usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Watu wengi hupitwa. To Jesus, he's not walking like an ordinary man. What attracts him? It is that fire, that fire. Vile wewe umetakasika. Haleluya. Umetakasika. Mafuta ya kiroho ile
Bwana asifiwe. So this evening, I want to encourage each and every one of you, seek the Lord more than you were seeking Him last week. Because you don't know the hour, you don't know the time. Na wakati ule taa ya roho inawaka, discernment yako huwa very high. Bwana asifiwe. Unasikia ni kama miguu yako, kuna mahali Bwana anaweza iongoza, kuna mahali anaweza kwambia usiende, kuna wakati anaweza kwambia tulia. Kwa nini? Uko kwenye mpangilio wake. Lakini taa hiyo ikizimika, unaweza jipata umekaa mahali kwa wale ambao hawafurahishi Mungu, umepita kwa njia ambazo si za haki, unachanganyikiwa, haujui Mungu akisema, haujui kama hauwezi kutofautisha sauti ya Mungu na ya wanadamu. But when you are light, taa yako hii ya kiroho inawaka. Bwana asifiwe. Utaweza kutofautisha, unajua huyu ndiye anatakikana nitembee naye, huyu sio yeye anatakikana nitembee naye. Bwana asifiwe. Na tunaona watu wengi wanaingia hata kuwa kukoniwa. Sasa hivi unakoniwa juu taa ilikuwa imezimika. Haleluya. Bwana asifiwe. But when your lamp is burning, when you have enough oil, you have spare oil, it doesn't matter saa ile Yesu atasema acha nitembee huku nikawabariki, ama Mungu aseme this is the week of my daughter or my son, you will always be ready. Hakuna wakati you will miss the visitation. Bwana asifiwe. Because we were speaking, the theme was divine visitation. It was the time for divine visitation. So, tujue ya kwamba kuna wakati Mungu anakuja kutembelea kila mtu. It has been activated in the spirit. Lakini lazima taa yako iwe inawaka. Na mimi sitaki yako izimike. Hallelujah. Mimi nitajichunga sana mpaka nione what the Lord said He will do in my life. I have to be very careful. Toto ukaida radia sio there. Hallelujah. Mungu haneni kila wakati. Ukikuta inakualia wewe ndio kono. Hallelujah. Wewe ndio sio olenato aliana du. Hallelujah. Tafuta Bwana usiku na mchana. Kwa sababu Mungu hanenagi ovyo ovyo. Ukisikia this a word for you, take it as a very special thing. Run with it. Ifute kwa moyo wako na make sure hakuna giza ndani ya maisha yako. Taa yako ya kiroho inawaka, usiache izimie. Bwana asifiwe. Katika jina la Yesu. So I'm here to tell you, tusilale, tusiache taa zetu zizimike. God will come to do what He said He will do anytime, day or night, atakuja. Tu yeye ni mwaminifu. That we will not miss His divine visitation in our homes, in our children, in our businesses, hallelujah. Amen. Even in our nation. Let me tell you, don't worry about everything that is happening in our nation. If you are prayers, if you have that light, I'm telling you, me I know God is going to do something that we even did not expect. Hallelujah. Amen. Na hata mimi nikiuliza kile wanasema Kenya ina tena mwike torawe Samaria. Hatujafika hapo. Hallelujah. Amen. Hatujafika hapo. And yet God came. God came. When the prophet said, a time like this tomorrow, kutakuwa na unga ule mzuri. Sio hata na mabii. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. So even us, we are not supposed to give up. Bwana asifiwe. Amen. We are supposed to know that this is what the Lord has brought this nation. And I know God can do something instantly, suddenly. Na most of the time, inaanzaka na wewe binafsi. If you are praying about the nation or you are praying for other people, God will not go to do for them before He meets your needs. When you utaanza kwa sababu unaamini. When you utaanza, the signs and wonders will start with you. Then they will spread to the other parts. Kwa hiyo itaanza
Amen. Na divine intervention ni wakati ule there is no way of escape, lakini unakuta mara moja vitu zimebadilika na shida, tumetorokea wapi ama ameingilia wapi? Hii baraka imetoka wapi? And it is going to happen to people who are going to keep their lamps burning in Jesus' mighty name. Hallelujah. So I want you to pray for yourself. Just pray for yourself. Apia Bwana, ile sauti nilisikia, ile moto nilisikia ndani ya maisha yangu, ile moto imewaka ndani yangu, sitakubali izimike katika jina la Yesu. Nitakaa kwa mpango wa Mungu, nitakaa kwa njia za Bwana, kwa sababu ninajua anytime He's going to answer us according to His word in the mighty name of Jesus. He's going to come in His own way. Yes, many are the plans of men, but it is only the Lord who can establish them. And we know that we have many plans that the Lord is coming to establish. In the mighty name of Jesus, help us, Lord. In the mighty name of Jesus, give us the oil of the Spirit, O Lord. Give us the oil of the Spirit, that you will keep burning. We will keep burning in the mighty name of Jesus. Give us that oil in our hearts, Lord, that our lamps are not going to burn out, that they will keep burning, O Lord, in the mighty name of Jesus. Well, tell the Lord to give you that oil. Give me that oil, my God. Help me to walk in righteousness. You know, when you walk in righteousness, when you walk in the ways that pleases God, I'm telling you, you will get that oil in the mighty name of Jesus. You'll not run dry. Help us, Father. Help even this ministry, oh God. Thank you for every prophecy. Thank you for every word, my God. You are coming, Jehovah God, to do a new thing. Help us, Lord, to keep the fire of the altar burning in the mighty name of Jesus. To keep the lamp of the altar burning in the mighty name of Jesus. Because when the light is burning by God, when the lamp is burning with the oil, there shall be no darkness. Hakutakuwa na giza. Oh yes, in the mighty name of Jesus. Rekemata wa majimarakani. In the mighty name of Jesus. Wherever you go, let people feel the light of Christ in you. In the mighty name of Jesus. Because anytime is God's time. Yes, in the name of Jesus. Hallelujah. Help us, Father. Give me all in my love. Give me money. Give me all in my love. I pray. Give me all in my love. Give it honey. Give it honey till the break of day. Give me all in my love. Give it honey. Give me all in my love. I pray. Give me all in my love. Give it
I want to thank you for each and every one of us this evening. Thank you, Jesus. Because my Lord, you are speaking to us and reminding us there is a blessing on the way. There is a victory on the way. There is a breakthrough on the way. So we have to be careful to keep our lamps burning, oh God, so that there will be no darkness, oh Jehovah God. And you will come, my Father, to fulfill what you have spoken in our lives. In the mighty name of Jesus, we thank you, we honor you, and we adore you.